Mpendwa mtazamaji wangu, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu hai. Ni siku nyingine tena, ningependa nikushirikishe somo linaloitwa siri ya kupata pesa kutoka kwa Mungu. Ni somo la muhimu na la maana sana kwenye maisha yetu ya kila siku. Siri ya kupata pesa kutoka kwa Mungu. Tuombe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, Mungu mwema, Mungu tupendaye mno, Mungu unayependa watu wote tufanikiwe. Imeandikwa, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote, pamoja na kuwa na afya yako, kama vile roho yako ifanikiwavyo. Imeandikwa, Bwana ukamwambia Joshua, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, yatafakari maneno yake mchana na usiku, uangalie kutenda sawasawa na yote yaliyoandikwa, ndipo utakapoifanikisha njia yako, na ndipo utakapostawi sana. Mungu wetu, wewe ni Mungu unayependa sisi tustawi, unayependa sisi tufanikiwe sana, sio kidogo, tufanikiwe sana. Asante Mungu kwa neema hii ya kutufundisha. Baba, mpe neema msikilizaji wangu apate kuelewa neno lako, apate kulisikia neno lako. Mungu Roho Mtakatifu, tufundishe, tupe neema ya kuelewa maandiko zaidi sana, tupe neema ya kuyatenda katika jina la Yesu, amen. Kama nilivyokuambia, somo letu la leo ni siri ya kupata pesa kutoka kwa Mungu. Ni siri ya kupata pesa kutoka kwa Mungu. Pesa unayohitaji wewe, mpendwa mtazamaji wangu, kutoka kwa Mungu ipo kwenye mikono ya watu. Pesa yote unayoitaka wewe kutoka kwa Mungu ipo kwenye mikono ya watu. Ni kweli Mungu ndiye anayefanikisha mtu, ni kweli Mungu ndiye anayempa mtu pesa, lakini ile pesa unayoitaka wewe ipo kwenye mikono ya watu. Kuna kanuni, kuna mambo ya kufanya ili ile pesa iliyo kwenye mikono ya watu ije kwenye mikono yako. Kuna mambo unatakiwa ufanye, kuna mambo unatakiwa uyajue ili pesa iliyo kwenye mikono ya watu, kwa sababu mbinguni hakuna pesa, hakuna noti, hakuna noti za 10,000, hakuna coin kule. Mbinguni hakuna fedha, hakuna pesa. Pesa unayotaka kutoka kwa Mungu ipo kwenye mikono ya watu hapa duniani, ila kuna mambo unatakiwa yafanye ili Mungu akupe pesa iliyo kwenye mikono ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu, kila kitu kwenye dunia kinahitaji pesa. Kila kitu kwenye dunia kinahitaji pesa. Watu wote wanahitaji pesa. Ukimwona mtu anakuambia mimi sihitaji pesa, anakudanganya tu. Mtu anapofanya biashara anatafuta pesa. Mtu anapofanya kazi anatafuta pesa. Hata wale wanaosema nina malengo fulani, na malengo, nyuma ya yale malengo anahitaji pesa. Anaomba mimi malengo yangu ni kuboresha maisha ya watu, lakini nyuma ya kuboresha maisha ya watu anahitaji pesa. Kila kitu kinahitaji pesa. Wanaume wanahitaji pesa, wanawake wanatafuta pesa, vijana wanatafuta pesa, watoto pia wanataka pesa. Kwa hiyo pesa inatakiwa na kila mtu, inatafutwa na kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ajikwambia hana shida ya pesa, sio kweli. Maandiko yanasema, Biblia inasema kitabu cha Mhubiri 10:19, na fedha huleta jawabu la mambo yote. Na pesa huleta jawabu la mambo yote. Ukitaka chakula unahitaji pesa, ukitaka mavazi unahitaji pesa, ukitaka kusafiri unahitaji pesa, ukitaka kununua gari unahitaji pesa, ukitaka nyumba unahitaji pesa, ukitaka mambo mazuri unahitaji pesa. Kwa hiyo pesa ni jawabu la mambo yote, lakini watu wa Mungu wengi hawafahamu kanuni za kufanya pesa iliyo kwenye mikono ya watu ije kwenye mikono yako. Nataka nikuonyeshe namna ambavyo, na iko very clear kwenye Biblia, namna ambavyo, sababu pesa yote unayoitaka wewe ipo kwenye mikono ya watu hapa duniani. Na rafiki yangu, pesa yenyewe iko nyingi kweli kweli, yaani hata ungechota vipi huwezi kuimaliza. Na Mungu ametupa nafasi ya kuchota unavyotaka, chota unavyoweza.
Yaani sisi watu wa Mungu tumepewa nafasi ya kuchota unavyoweza. Yaani ukifika mbinguni umechoka maskini, Mungu anakushangaa sana. Mungu anasema, mwanangu, uliangamia kwa kukosa maarifa. Umefika, ni kweli umeingia mbinguni, lakini umefika umeishi kwa mateso sana. Umeishi kwa mateso sana. Umeishi maisha magumu sana. Umechoka kwa sababu hukujua cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo Mungu anakupa cha kufanya. Yaani wewe ukishindwa ni wewe mwenyewe tu umekataa, lakini njia anakuonyesha, Mungu anakuonyesha njia leo. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia mhubiri anasema fedha ni jawabu la mambo yote. Kila unachokihitaji kinahitaji fedha. Kila kitu kinahitaji fedha, pesa. Maandiko pia anasema kitabu cha Mhubiri 7:12, kwa maana hekima ni ulinzi kama vile fedha ilivyo ulinzi. Kumbe pesa ni ulinzi. Maandiko yanasema pesa ni ulinzi, kama ambavyo hekima ni ulinzi, na pesa nayo ni ulinzi. Tena anasema kwa maana hekima ni ulinzi kama ilivyo fedha ni ulinzi, na ubora wa maarifa ni ya kwamba hekima humhifadhi yeye aliye nayo. Yaani pesa ni ulinzi, na ulinzi wenyewe unamlinda yeye aliyekuwa nayo. Unaona hiyo? Pesa ni jawabu la mambo yote. Pesa ni ulinzi. Mwenye pesa ni jasiri wakati wote. Mwenye pesa hana wasiwasi. Mwenye pesa anasikilizwa na watu. Mwenye pesa anakubalika na watu. Mwenye pesa ana marafiki wengi. Hata kwenye familia mkikubaliana jambo, mwenye pesa asipokubaliana nalo, hilo jambo aliendi. Kwa sababu ni jambo linahitaji pesa. Kwa sababu mwenye pesa amelikataa, unajua aliendi. Kwa hiyo pesa inamhifadhi mwenye pesa, inamlinda mwenye pesa. Mwenye pesa hana wasiwasi. Anajua hata nikiumwa anaenda kutibiwa Ulaya tu, tibiwa popote pale. Hata kitokea jambo fulani nalipia tu. Ana pesa. Pesa inamlinda. Pesa inamlinda. Mwenye pesa ana marafiki wengi. Ukimwinda mwenye pesa atapata taarifa tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pesa ni ulinzi. Mtu ambaye hana pesa, maskini, hana pesa, hana ulinzi. Mtu ambaye hana pesa, hana kitu, hana jawabu la mambo yote. Yaani mtu ambaye hana pesa ni hana jawabu. Akitaka chakula hajui afanyeje. Akitaka kuendesha gari hajui afanyeje. Hana jawabu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu alishaandaa kila njia, kila utaratibu wa watu wake kupata pesa. Kwa sababu imeandikwa, mali za wakosaji zimewekwa akiba kwa ajili ya wenye haki. Nitakupa hazina ya gizani na mali iliyofichwa mahali pasiri. Yaani pesa zote walizonazo watu wa dunia ni zetu, zimewekwa akiba kwa ajili yetu. Kuna mambo unatakiwa kufanya wewe, mtu wa Mungu, ili fedha iliyo kwenye mikono ya watu wa dunia, ili fedha iliyo kwenye mikono ya watu ije kwenye mikono yako. Kuna mambo unatakiwa kufanya ili pesa ile kwenye mikono ya watu, kwa sababu pesa unayohitaji wewe kutoka kwa Mungu haipo mbinguni, iko hapa duniani na ipo kwenye mikono ya watu. Kuna mambo ukifanya watu wanakuletea ile pesa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tupige hatua kidogo. Tupige hatua kidogo. Piga hatua. Nataka nikuonyeshe kuna njia mbili za kupata pesa kutoka kwa Mungu. Kuna njia kubwa mbili za kupata pesa kutoka kwa Mungu. Inawezekana zikawa zaidi ya mbili, mtu wake akafuatilia kwenye Biblia akagundua nyingine zaidi ya mbili, lakini leo nataka nikuonyeshe njia mbili ambazo na za kufanya za kupate pesa kutoka kwa Mungu. Naongelea pesa kutoka kwa Mungu. Naongelea pesa kutoka kwa Mungu. Somo letu ni kwamba siri ya kupata pesa kutoka kwa Mungu. Hasa kuna njia mbili za kupata pesa kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Njia ya kwanza ni lazima uwe na biashara. Lazima uanze biashara au uajiriwe mahali.
Lazima uwe na biashara ambayo inakuingizia kipato, inakuingizia pesa. Lazima uwe na biashara. Njia ya kwanza, uwe na biashara kwa ajili ya kupata pesa. Uwe umeajiriwa kwa ajili ya kupata pesa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Njia ya kwanza ya Mungu kukupa hela wewe, ni lazima uwe na biashara kwa ajili ya kupata hela. Lazima uwe na ajira, umeajiriwa kwa ajili ya kupata hela. Lazima uwe na shughuli yoyote ya kuingizia kipato. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu, kwa maana Mungu hubariki kazi za mikono yetu. Mungu humpa mtu pesa kupitia zile kazi. Yaani Mungu yuko mbinguni, Mungu ni roho, atakupa pesa kupitia zile kazi za mikono yako. Ukiwa hakuna kazi yoyote ya mikono yako, unamzuia Mungu kukupa pesa. Anaweza kukupa kwa njia nyingine tu, njia nyingine ambazo sio rasmi. Kukupa kwa njia rasmi ambayo sio rasmi, malaika kukuletea tu hela moja kwa moja. Lakini Mungu njia anayetumia kwa siku zote na mara kwa mara, njia ambayo imewekwa kwenye mifumo ya Mungu kuwasaidia watu wake. Mungu anawapa watu pesa kupitia zile kazi wanazofanya. Maandiko yanasema Kumbukumbu ya Torati 28:12. Kumbukumbu ya Torati 28:12. Anasema atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kubarikia kazi yote ya mkono wako, nawe utakopesha mataifa mengi, wala hautakopa wewe. Anasema atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, ambayo ni mbingu, kwa kubarikia kazi yote ya mkono wako. Yaani Mungu atakupa pesa kiasi kwamba utakuwa unakopesha mataifa, wala hautakopa wewe. Wewe hautakopa, ni wewe utakuwa unakopesha, sababu una hela nyingi. Mungu atabariki kazi za mikono yako. Kanuni ya Mungu ya kumpa mtu pesa. Nimekwambia kuna njia mbili za kumpa mtu pesa. Mungu anazompa mtu pesa, na njia hizi mbili zinakwenda pamoja. Hizi njia mbili huwezi kuifanya moja ukaacha nyingine, zote unazifanya pamoja. Bwana Yesu asiwe. Bwana Yesu asiwe. Hizi njia mbili kwa ajili ya Mungu kukupa pesa, unatakiwa kuzifanya kwa pamoja. Hauwezi ukafanya moja ukaacha nyingine. Ukifanya moja ukaacha nyingine upate matokeo. Ukifanya moja afu nyingine uifanye baadaye upate matokeo. Lazima uzifanye zote kwa pamoja. Nimekwambia njia ya kwanza, uwe na biashara kwa ajili ya kupata fedha. Uwe umeajiriwa kwa ajili ya kupata fedha. Uwe na shughuli yoyote kwa ajili ya kupata fedha. Kwa kuwa Mungu humpa mtu fedha kupitia kazi za mikono yake. Ina maana Mungu hubariki kazi za mikono ya mtu. Anaibariki ile kazi kwa ajili ya kumpa pesa. Nimekusomea Kumbukumbu ya Torati na kusomea tena kitabu cha Ayubu 1:10. Na nimesema kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Anasema kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Kumbe pesa yako inaongezeka baada ya Mungu kuibariki kazi za mikono yako. Mali zako zinaongezeka baada ya Mungu kuibariki kazi za mikono yako. Ni Mungu anabariki zile kazi unazofanya. Una biashara mahali, umeajiriwa mahali, Mungu atamfanya bosi wako akupandishe cheo. Mungu atamfanya bosi wako akupe kazi zenye pesa, akupe safari, akupe shughuli ambazo, akupangie miradi ambayo ina pesa. Bwana Yesu asifiwe. Tu bado kwenye njia ya kwanza. Njia ya kwanza ni uwe na shughuli ambayo Mungu ataitumia kukupa pesa. Uwe na shughuli, biashara ambayo Mungu ataitumia kukupa pesa. Na hii njia ya kwanza ndio njia ya kimwili. Naita njia ya kimwili, ambayo uwe na shughuli ya kimwili kabisa, physically una duka lako, una biashara yako, physically umeajiriwa mahali. Ndio Mungu anaitumia ile kazi kukupa fedha. Bwana Yesu asiwe. Bwana Yesu asiwe. Bwana Yesu asiwe. Bwana Yesu asiwe. Njia ya pili ambayo inakwenda pamoja na hii, na lazima ufanye zote pamoja. Njia ya pili ambayo njia ya pili ya kupata pesa kutoka kwa Mungu ni wewe kwanza kuwapa watu pesa.
Mtihani unaanzia hapo sasa. Ugumu wa somo unaanzia hapo, lakini ni ugumu kwa watu wengine. Kwa sisi wengine ni jambo jepesi tu, kwa sababu maandiko yanasema na huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tulishike amri zake, wala amri zake sio nzito. Neno la Mungu, kulitii neno la Mungu, amri sio nzito, ni wewe unaifanya inakuwa nzito. Lakini Mungu amedesign amri zake zote, sheria zake zote. Hapa nakupa sheria ya kwenye ulimwengu wa roho, nakupa sheria ya rohoni kwa ajili ya wewe kupata pesa. Sasa Biblia inasema sheria za Mungu sio nzito kuzifanya, ni nyepesi kufanya, na Mungu amedesign hivyo ili sisi tuzifanye kwa urahisi, kwa wepesi tu. Hakuna masharti magumu kwenye kutii neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe tu unayefanya ugumu uwepo. Maandiko yanasema hivi, njia ya pili ya kupata pesa kutoka kwa Mungu ni wewe kwanza kuwapa watu pesa. Ni wewe kwanza kuwapa watu pesa. Bwana Yesu asifiwe. Utanielewa tu na itakuwa rahisi sana. Ni kwa sababu tu hujafundishwa, hujakujua, utanielewa na utaifanya kwa urahisi sana na utaona matokeo haraka sana. Njia hii nakwambia, hizi njia mbili zina matokeo upesi kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Tusome kitabu cha Wagalatia 6:7 mpaka 10. Wagalatia 6 sura ya 6 kuanzia mstari wa 7 mpaka wa 10. Imeandikwa hivi: msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi, na tuwatendee watu wote mema. Maandiko yanasema hivi, Mungu hadhihakiwi, chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Alafu anasema kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi, na tuwatendee watu wote mema. Watu, mimi na pointi yangu hapa ni watu. Maandiko yanasema hivi, chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ukipanda mahindi utavuna mahindi, ukipanda upendo utavuna upendo. Watu watakupenda kuliko maelezo. Ukipanda pesa utavuna pesa. Alafu anasema hivi, kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi, tuwatendee watu mema. Yaani kadiri unapopata nafasi, wape watu pesa. Ukimpa mtu pesa, ndio umepanda mbegu ya pesa. Itaota pesa, haitaota maharage. Ndugu yangu, nielewe ninachokwambia. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ukipanda pesa utapata pesa. Ukipanda maharage utavuna maharage. Ukipanda miogo utavuna miogo. Ukipanda hasira utavuna hasira. Ukipanda mabaya utavuna mabaya, hayataondoka nyumbani kwako. Ndio hivyo Biblia inasema. Ukipanda upendo utapendwa na kila mtu. Kila mtu atakupenda. Ukipanda amani utavuna amani. Utakuwa na amani na watu wote. Lakini ukipanda pesa utavuna pesa. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Chochote atakachopanda mtu ndio atakachovuna. Na hapa anasema kadiri tupatavyo nafasi, tuwatendee watu. Nimekwambia hivi, njia ya pili ya kupata pesa kutoka kwa Mungu ni wewe kuwapa watu pesa. Anza wewe kuwapa watu pesa. Bwana Yesu asifiwe. Tupige hatua kidogo, labda piga hatua kidogo. Biblia yenyewe inajieleza yenyewe na rais. Mungu mwenyewe anatufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na kusoma kitabu cha Mathayo 7:12. Nimekwambia Biblia inasema, yaani wewe, neno la Mungu linasema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ukitaka watu wakupe pesa, anza wewe kuwapa pesa. Mathayo
Mathayo 7:12. Mathayo 7:12. Sasa basi yoyote myatakayo mtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo, maana hiyo ndiyo torati na manabii. Maandiko yanasema hivi, basi yoyote myatakayo mtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo, maana hiyo ndiyo torati na manabii. Biblia inaposema hiyo ndiyo torati na manabii, ina maana hiyo ndiyo sheria ya Mungu. Hiyo ndiyo maana torati na manabii ni sheria ya neno la Mungu. Hiyo ndiyo sheria ya ulimwengu wa roho. Hiyo ndiyo sheria mama, ndio totality ya sheria kwenye ulimwengu wa roho. Yale unayotaka watu wakutendee, anza we kwanza kuwatendea. Wewe unataka pesa, nimekwambia pesa yote unayoitaka wewe iko kwenye mikono ya watu, ipo kwenye mikono ya watu. Sasa maandiko yanasema ukitaka pesa kutoka kwa Mungu, anza wewe kwanza kuwapa watu pesa. Yoyote unayotaka utendewe, anza kwanza wewe kuwatendea wengine. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mwambia, ukianza wewe kuwapa watu pesa, ukianza wewe kuwapa watu pesa, Mungu atawafanya watu wakuletee pesa. Ndio kinachotokea. Mungu atawafanya watu wakuletee pesa. Yaani ukiwapa watu pesa, wewe hutazitafuta pesa, ila pesa zitakujilia wewe sasa. Kwa sababu nimesema yale mnayotaka watu wawafanyie, wafanyeni watu. Ina maana ukitaka watu wakupe, naongelea watu hawa unaowaona, hawa watu unaowaona huko miti, watu hawa siongelee watu wako mbinguni wala watu wako wapi, watu unaowaona kila siku hapo. Na nitakuonyesha watu wa aina gani ukiwapa pesa unapata pesa haraka sana. Nitakuonyesha aina ya watu ambao ukiwapa pesa unapata pesa upesi sana kuliko maelezo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hizi kanuni mimi nimejaribisha na watu wengi wamejaribisha. Nitakuonyesha na mtu ambaye amejaribisha kwenye Biblia. Mimi mwenyewe nimejaribisha, linafanya kazi kwa speed. Ni kwa sababu tu kiwango cha imani ni hajapanuka sana, lakini nilikuwa na maajabu makubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hatua hiyo ndogo niliyoanza, naona matokeo kuliko maelezo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia maandiko yanasema hivi, basi yoyote myatakayo mtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo. Hiyo ni Mathayo 7:12. Watendeni vivyo hivyo. Unataka watu wakupe pesa, anza wewe kuwapa pesa. Kwa sababu pesa yote unayoitaka wewe kutoka kwa Mungu ipo kwenye mikono ya watu. Ukiwapa pesa watu, Mungu atawafanya watu wakuletee pesa. Ndio maana kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati kuanzia mstari wa kwanza inasema hivi, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, baraka hizi zote zitakujilia na kupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Maandiko yanasema hivi, ukilitii neno la Mungu la yoyote myatakayo mtendewe na wengine, watendeni vivyo hivyo. Ukilitii neno hili la Mungu, ukilitii hapa andiko la maana hivi, ukisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kuyafanya. Kwa maana ukilitii neno la Mungu, baraka zinakujilia na kukupata, ila uzifuati baraka zenyewe, zinakufuata wewe. Hapa na maana gani? Ukianza kulitii neno la Mungu linalosema mnavyotaka watu wawatendee ninyi, watendeni vivyo hivyo, wewe ukaanza kuwapa watu pesa, ina maana Mungu baraka ya pesa itakujilia wewe na kukupata. Baraka ya pesa itakujilia wewe na kukupata. Utaanza kutafuta pesa, pesa itakutafuta wewe. Sio mimi nimesema, ni Biblia inasema. Ndugu yangu, sio mimi nasema haya, ni Biblia imesema. Mimi nimesema Biblia ilichosema, na maandiko yanasema hivi, yeye anayesema maneno ya Mungu, yeye ndiyo mtumishi wa Mungu. Anasema mtumishi wa Mungu ni yeye anayenena maneno ya Mungu. Mimi ni mtumishi tu wa Bwana, na yasema maneno ya Mungu. Na haya maneno mimi mwenyewe nimeyaona watu wakiyafanya,
na matokeo yapo, na nimeona mimi mwenyewe. Ndio maana nasema hivi, tukifika mbinguni Mungu atatushangaa kweli kweli. Anasema, wanangu, yaani mlikuwa na nafasi kubwa ya kuwa matajiri wa fedha, lakini hamkujua cha kufanya. Mliogopa, hamkuamini. Maana hapa kuna wengine wanajua, lakini kwa kutokuamini. Anasema nitoe langu yote hii, alafu isiporudi, wewe hauna imani. Yesu akauliza, imani yenu iko wapi? Yesu akauliza wanafunzi wake, iko wapi imani yenu? Wale wanafunzi wakamwambia Yesu, mbona sisi hatukuweza kutoa wale mapepo? Mbona sisi hatukuweza kumponya yule mtu? Akasema, ni kwa sababu ya upungufu wa imani. Upungufu wa imani. Imani ipi? Ya kutoa sasa, kumpa mtu. Nimpe zote. Nisipopewa sitakuwa sina kitu. Nitakuwa sina hela sasa. Kimpa hela zangu hizi, nisipopewa na watu, sitakuwa. Wewe hauna imani, hauliamini neno la Mungu, haumwamini Mungu. Lakini wenye imani wanachota mamilioni, jamani. Wewe nikwambie siri moja hii. Ulimwengu wa roho ndio unaubeba ulimwengu wa mwili. Yaani haijalishi umeanza biashara eneo gani, ukifuata hii kanuni ya pili, hii njia ya pili, watu watakufuata Mbagala, watakufuata Magomeni, watakufuata Kawe kukuletea pesa. Nakwambia, kwa sababu Biblia inasema, yaani baraka zitakujilia na kukupata, hutazifuata, zenyewe zitakutafuta. Yaani ukiifanya kanuni, hakuna mahali ambapo utasema hapalipi. Biblia inasema utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Yaani wewe, ile fedha itakutafuta uliko, itatafuta biashara yako iko wapi. Mungu atawafanya wateja wako waje kukuletea pesa. Mungu atamfanya bosi wako akupandishe cheo. Nakupa siri. Yaani hivi ninavyoongea na wewe, nasikia furaha, nasikia kucheka, nasikia kutabasamu. Yaani naona maisha yangu ya mbele yalivyo mazuri yani. Bwana Yesu asifiwe. Naona maisha yako ya mbele yalivyo mazuri, ndio maana nasikia kutabasamu. Yaani hapa ni kama najizuia yaani furaha yangu naizuia, najizuia kucheka, nazuia furaha ili niweze kukufundisha haya mambo, lakini vinginevyo ningepasuka kicheko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu ni tamu masikioni, ni tamu, ni kama kula sega la asali hivi. Hapa ni kama nakula sega la asali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, Biblia inasema ukilitii neno la Mungu, linalosema vile mnavyotaka watu wafanyie, watende hivyo hivyo, na wewe ukaanza kuwapa watu pesa, Mungu atawafanya watu wakuletee fedha. Baraka zitakujilia, baraka ya fedha itakujilia na kukupata. Hata kama biashara yako iko uchochoroni, hata kama biashara yako haiko barabarani, watu wataitafuta ile biashara. Atakuja mtu mmoja, alafu ataenda kuwatangazia wenzie. Ukifika pale Kawe, ingia kwenye uchochoro fulani hivi, ingia mpaka ndani kule, kata kushoto, kata kulia, kwa hivi kuna kaduka fulani pale ndio wanapouza. Watu wataacha maduka yote, watakuja pale, wametumwa wakuletee fedha, wameongozwa na Bwana wakuletee fedha. Tuendelee, utanielewa tu. Unaona? Kwa hiyo nimekwambia baraka inakujilia. Yaani fedha itakujilia, uitafuti. Watu wanatafuta fedha, wewe utafuti fedha. Fedha inakujilia, inakufuata na kukupata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaona? Nikisome tena andiko lingine na kuonyesha kwamba njia ya pili kwa ajili ya Mungu kukupa fedha ni kuwapa watu fedha. Njia ya kwanza, uwe na shughuli yote ya kuingiza kipato, kwa sababu baraka ya Mungu, kwa sababu Mungu bariki kazi za mikono ya mtu. Mungu hutumia zile shughuli kukupa pesa.
Kwa lazima uwe na biashara au uwe umeajiriwa mahali. Njia ya pili ni hii ya kiroho, kwamba ya imani. Hii ni ya kiroho au ya imani. Wape watu fedha. Anza wewe kwanza kuwapa watu fedha. Si unataka watu wakupe fedha? Kwa sababu fedha unayotaka wewe kutoka kwa Mungu ipo kwenye mikono ya watu. Si unataka watu wakupe fedha? Anza wewe kuwapa fedha. Nimeandika kitabu cha Luka na kusomea Luka sura ya 6. Luka sura ya 6 mstari wa 38. Imeandikwa, wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile kile mpimiacho ndicho mtakachopimiwa. Biblia inasema hivi, wapeni watu vitu. Na haya maneno ameyasema Yesu. Ameyasema Yesu. Mungu mwenyewe amesema hivi, wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa ndicho watu. Angalia vizuri, wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kuma, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Ndicho watu. Unataka pesa kutoka kwa watu, lazima uanze kwanza kuwapa wewe fedha. Imeandikwa, wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Kumbe kanuni ya ulimwengu wa roho, kanuni ya sheria ya Mungu, Torati na manabii, jumla ya Torati yote na manabii ni wewe wape watu fedha ili watu wakupe fedha. Na maandiko yanasema hivi, ukiwapa watu fedha kidogo, wao wanakupa kwa kipimo cha kujaa na kushindiliwa. Yaani ukipanda mbegu moja ya muhindi, ikiota inazaa muhindi wenye magunzi mawili, na kila gunzi moja lina mbegu za mahindi 100. Kwa hiyo umepanda mbegu moja ya muhindi, umepata mbegu 200 za mahindi. Hebu angalia mambo ya multiplication hiyo. Kwa hiyo kwa Mungu, ukitoa shilingi 10,000, jiandae na mama 500,000, 600,000, jiandae na 200,000, 300,000. Hairudi shilingi 10,000. Mungu akuletee 10,000. Zinakuja hela nyingi na kwa mifumo mbalimbali. Kwa sababu hizo nasema mtapewa mara 100 wakati huu na baadaye uzima. Yaani utakuwa unapewa fedha, alafu unapewa na afya, unapewa na amani, unapewa na utulivu. Yaani ile fedha inarudi, kwa sababu inatakiwa irudi mara 200 au mara 300. Itakuja kama mara 80, 60 hivi kwenye mikono yako kama fedha cash. Lakini ile nyingine utashangaa una afya njema, utashangaa una amani, una furaha, kwa sababu imeandikwa wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana. Wewe unayetii sheria ya Bwana, cha kwanza kinachofuata ni amani ya moyo. Unakuwa na amani wakati wote, una utulivu. Kwa sababu nini? Unalitii neno la Bwana. Lakini nataka nikuonyesha hapa, wapeni watu vitu, wapeni watu pesa nanyi mtapewa pesa. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Wapeni watu pesa nanyi mtapewa pesa. Ukiwapa watu mihogo, utapata mihogo mingi tu. Ukiwapa watu maharage, utabarikiwa maharage mingi. Baraka maharage itakuja tu. Ukiwapa watu upendo, utapata upendo. Ukiwapa watu kutembea na wake za watu, jiandae magonjwa. Jiandae watu kutembea na mkeo na magonjwa ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Ukipanda dhambi, jiandae kuvuna mabaya. Utavuna tu mabaya. Na apandaye kwa mwili, katika mwili wake atavuna uharibifu. Yaani apandacho mtu ndicho atakachovuna. Apandaye kwa mwili wake, wewe unayepanda uzinzi, uasherati, wizi, katika mwili wako utavuna kisukari, utavuna pressure, utavuna magonjwa. Apandaye kwa mwili, yaani unazini kwa mwili, unaiba kwa mwili, unapiga mtu kwa mwili. Apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake ule uliokuwa unapiga na kuzini, atavuna uharibifu. Uharibifu hapa ni magonjwa.
Ndio maana mwana mtu anaumwa kisukari haponi. Kwa nini? Amepanda kwa mwili wake, alipanda kutokusamehe. Amekomaa hataji kumsamehe mwenzi, amekomaa hataji kumwachilia mwenzi kwa jinsi alivyonifanyia. Hata nikifa asije kunizika. Kwani hata asipokuja kuzika, kwani kuna shida gani? Ni utoto tu wa kiroho, utoto tu. Umekomaa, amenitelekeza na watoto, simsamehi kabisa. Kusamehe ni kwa ajili yako mwenyewe, sio kwa ajili ya yule unayemsamehe, ni kwa ajili yako mwenyewe. Ukipanda kwa mwili wako, katika mwili huu utavuna uharibifu, utavuna magonjwa, utavuna ukimwi, utavuna pressure, utavuna sukari, utavuna figo kufeli, utavuna mabaya yani. Bwana Yesu asifiwe. Wewe nikwambie kitu, na hama kidogo kwenye somo letu hili. Chanzo cha magonjwa yote yanayowapata binadamu ni dhambi. Nikwambie ukweli kabisa. Chanzo cha magonjwa yote yanayowapata binadamu ni dhambi. Yesu akaletewa mtu aliyepooza, amepigwa na stroke, amepoza mwili mzima. Cha kwanza Yesu akasema, umesamehewa dhambi zako. Watu wakashtuka. Ina maana kilichomfanya yule mgonjwa apoze ni dhambi aliyotenda. Ni kutembea na mke wa mtu, ni kuwa na vimada, ni kutembea na mume wa mtu, ni kuwa na mademu, ni kuiba hela za watu, ni kusema uongo. Umesamehewa dhambi zako. Watu wakashtuka, akasema sasa jepesi ni lipi? Nilimwambia umesamehewa, au basi beba godoro lako uende. Kimana kilichofanya yule ndugu awe mgonjwa, apate stroke, apoze, aumwe sukari ni dhambi. Alafu baada ya muda Yesu akakutana na yule mtu yule ambaye alimponya, alikuwa amepoza akapona. Yesu alikutana naye mahali pengine, akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, yasija yakupata mabaya kuliko yale. Unaona kazi hiyo? Usitende dhambi tena. Kilichosababisha jamaa apigwe na stroke, kilichosababisha jamaa au apooze ni dhambi. Mtu wa Mungu nielewe, ni dhambi. Dhambi ndio chanzo cha magonjwa yote. Wewe kwa sababu ulizini juzi na jana na mpaka leo hakuna jambo baya leo kupata, wewe unadhani yameisha. Hamna, hayajaisha. Kwa sababu uliiba na ukajenga na nyumba, ukanona gari, ukadhani yameisha. Hayajaisha. Dhambi unayotenda leo inakusubiri baada ya miaka 5. Inakusubiri baada ya miaka 10. Dhambi aliyotenda Sauli ya kuwaua Wagibioni ilikuja kumpiga mtangulizi wake Daudi, pakawa na njaa nchi nzima ukame miaka 3. Daudi anamuuliza Mungu, anamwambia ni kwa sababu ya Wagibioni ambao Sauli aliwaua. Asi jamani, Wagibioni. Kwa hiyo Sauli aliishi mpaka akamaliza muda wake. Ama adhabu ya ile dhambi ilikuwa bado. Naona kazi. Mungu anamwambia Ibrahimu, uzao wako utakuwa utumwani, utakuwa mtumwa kwenye nchi ya watu, lakini nitawaleta mpaka hapa, kwa sababu uovu wa Waamori haujatimia bado. Unaona kazi? Kwa hiyo kuna kikombe kujaa. Wewe endelea kutenda dhambi tu, sababu kikombe Mungu anasubiri kikombe kijae. Uendelea kurudia tu, narudia, unasema uongo, natubu, narudia tena, narudia tena. Upo kanisani lakini una wasichana, unaona kawaida, ni mchungaji lakini unazini, unapiga mke, unafanya hivi. Mungu anasubiri kikombe kijae. Utaniuliza sasa ni sinatubu yanaisha? Ukitubu bila kuacha hakuna msamaha. Biblia inasema aungamaye dhambi zake na kuziacha atapata rehema. Wewe unayeungama afu unarudia, ile dhambi ipo inakusubiri. Ndio maana ukifika miaka 45 kila kitu kinafeli. Kila kitu kwenye maisha kinafeli. Unaanza ugonjwa ambao uponi. Unaanza umaskini ambao huwezi kujiondoa. Huwezi kujitoa. Kwa sababu ni kikombe kimejaa. Ni mauti imevaa mwili, imekuwa chuma. Bwana Yesu asifiwe. Na kuonya mtu wa Mungu, usitende dhambi kabisa. Biblia inasema kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi kabisa, maana uzao wa Mungu unakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi. Biblia inasema atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo, na mshahara wa dhambi ni mauti.
Kila unapotenda dhambi, roho ya mauti inakuingia, unazidi kuimarisha, inakuwa giant, linakuwa dude ndani yako. Mauti linakuwa dude, likianza kukutisha, uweze kustahimili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mauti iliwafikia watu wote kwa sababu watu wote wamefanya dhambi. Mauti na dhambi ni mlango wa mauti kumwingia mtu. Ni roho ya shetani kwa ajili ya kuua biashara, kuua figo, kuua maini. Nimekwambia chanzo cha magonjwa yote ni dhambi. Daudi akasema akusamee maovu yako yote, akuponya na magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi, akuvika taji ya fadhili na rehema, ujana wako aurejesha kama tai, aushibisha mema uzee wako. Lakini akusamee maovu yako yote, akuponya na magonjwa yako yote. Kinachofanya mtu awe mgonjwa ni dhambi. Ndio maana Mungu anakusamee kwanza dhambi, alafu ndio anakuponya na magonjwa. Hawezi kukuponya wakati dhambi bado ipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Chanzo cha mateso ya mtu ni dhambi. Chanzo cha matukio mabaya yanayompata mtu ni dhambi. Watu wanamhadithia Yesu, kuna watu 18 wameangukiwa na mnara wa Siloamu wakafa wote. Yesu akamwambia, unafikiri wale waliokufa kwenye ajali ile walikuwa wenye dhambi kuliko ninyi? Msipotubu mtakufa kama wale. Ina maana dhambi ndio chanzo cha ajali. Matukio mabaya yanayompata mtu ni dhambi. Usipotenda dhambi kabisa, shetani hakufikii, matukio hayakufikii. Nisikilize mtu wa Mungu, maandiko yanasema mtu akilishika neno langu hataona mauti milele. Yaani ukikaa kwenye neno la Mungu, sahau vifo vya kabla ya wakati, sahau magonjwa. Yaani wewe utakuwa unaumwa kama mafua tu, unameza kuisha. Huwezi kulazwa, huwezi kuingia kwenye magumu. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia dhambi ndio chanzo cha mateso ya mtu. Dhambi ndio chanzo cha magonjwa. Tuache haya. Mimi nimechepoka kidogo. Ni somo letu la leo ni siri ya kupata pesa kutoka kwa Mungu. Siri ya kupata pesa kutoka kwa Mungu. Nimekwambia nilikuwa nasomea wapeni watu vitu. Ukijitii ili neno la kuwapa watu vitu, wewe ukawapa pesa, ina maana Mungu ataiamuru baraka ya pesa ikufuate na kupata. Na nimekwambia baraka ikija ukitoa shilingi 100, 10,000 hautapata 10,000. Imesema utapewa kwa kipimo cha kujaa na kushindilia. Unapewa zaidi, unalipwa zaidi, Mungu anakupa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tupiga tena kidogo. Tupiga hatua nyingine tena kidogo. Unaona? Kwa hiyo kama nimekwambia kwamba Mungu huwa analiangalia neno lake apate kulitimiza. Wako malaika wa Mungu ambao kazi yao wenyewe ni watendaji wa neno la Mungu. Duniani hapa kuna mashetani na kuna malaika wa Mungu. Kazi ya malaika wa Mungu wenyewe ni watendaji wa neno la Mungu. Kazi ya mashetani ni pale unapoliasi neno la Mungu, wao wanatenda sasa. Ni watendaji wa uasi wa neno la Mungu. Mashetani ni watendaji wa uasi wa neno la Mungu. Wanakutendea kama neno la Mungu lilivyosema. Limesema mshahara wa dhambi ni mauti. Wao wanakuja kukuua. Ni malaika walitao mabaya. Lakini malaika wa Mungu wanasema huyu ametii neno la Mungu, wanakutendea lile neno kama nilivyosema. Bwana Yesu asifiwe. Nimemwambia unapoanza kulitii neno la Mungu, nalosema wapeni watu vitu nanyi mtapewa, ukawapa watu fedha. Kazi ya malaika ni kuhakikisha kwamba watu wanakuletea fedha kama maandiko yanavyosema. Maandiko, Biblia inasema kitabu cha Zaburi 103:20. Mhimidini Bwana enyi malaika zake, ninyi mlio hodari mtendao neno lake, mkisikiliza sauti ya neno lake. Malaika wa Bwana ni hodari kwenye kulitenda neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu limesema vile unavyotaka watu watendee na wewe. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa, chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Wewe ukaanza kuwapa watu fedha, ukaanza kupanda fedha, malaika watasababisha matukio
ili wewe watu wakupe fedha. Malaika watasababisha matukio, ndio kazi yao, na maandiko yanasema ni hodari, yaani wako spidi na nguvu, ni hodari, hawakosei. Yaani anasema leo malaika alijisahau, malaika leo alikuwa hayupo. Wenyewe ni hodari, alafu wenyewe wanasubiri kufanya, wana shauku ya kufanya, kulitii neno la Mungu. Wenyewe ni watendaji wa neno la Mungu, wanasubiri uwape tu watu, ili wao wasababishe matukio yatakayofanya watu wakuletee fedha. Malaika anaweza kusababisha tukio kabisa, lakini ile tukio ni kwa ajili ya watu kukupa fedha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo malaika ni watendaji wa neno la Mungu, lipi lile ulilolitenda wewe. Sasa ukishawapa watu fedha tu, wao wanasababisha sasa, wanawavuta watu wakuletee, wanawaongoza watu. Maandiko yanasema, kwa hiyo malaika wanaweza wakawafanya wateja wako waongezeke kwenye biashara. Ni malaika wale, sababu umeshawapa watu pesa na Mungu anataka kupewe pesa. Malaika wanawafanya watu waje kwa wingi kwenye biashara, wateja wako wataongezeka. Malaika wanamfanya bosi wako akupendelee kwenye kazi za pesa. Unaanza kupata pesa, hujui kwa nini. Unaanza kupata pesa, hujui kwa nini. Pesa nyingi zinakuja. Kwa nini? Umetii. Baraka ya pesa inakufuata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu, wape, nimekwambia njia pia, wape watu pesa. Unataka pesa kutoka kwa Mungu, wape watu pesa. Mungu atawafanya watu wakuletee pesa nyingi kuliko zile ulizotoa. Nyingi sana. Wewe unasema mimi mtu wenyewe hata kuna sina, yani ni hela yangu ni ndogo. Hiyo ndogo anza nayo. Wewe una hela yako ndogo shilingi 1000, anza na hiyo 1000, mpe mtu. Utapata 2000, 3000. Mpe tena 1500, utapata 10000, mpe 4000. Sasa utaongezeka mpaka utashangaa. Maandiko yanasema moyo wa mfalme, Mithali 21:1. Moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana, kama mifereji ya maji hugeuza popote apendako. Maandiko yanasema moyo wa mtu huwa katika mkono wa Bwana, kama mifereji ya maji huielekeza apendako. Yaani Mungu anaweza kumfanya mtu afanye kitu hata ambacho hajapanga. Yaani shetani au malaika wa Bwana au malaika wa giza anaweza kukufanya ununue kitu ambacho ukupanga kununua. Unapita tu njia, umeona gauni zuri, lakini hela yako hujapanga kununua gauni. Ukalipenda, ukalinunua, lakini uko hujapanga kabisa. Kwa maana moyo wako uko mikononi mwa Bwana. Anaugeuza anavyotaka yeye. Kwa hiyo Mungu atawafanya wateja wako, wateja wengi waje wanunue biashara kwao. Ataigeuza mioyo yao, itakuja kununua biashara kwao. Alafu wakati wananunua, hata waangalie ni nzuri ni mbaya, wenyewe wananunua tu. Alafu wakitumia wanaona nzuri tu. Kumbe yule malaika ameigeuza mioyo yao ipende biashara yako tu. Wanajisikia vizuri tu kuja pale. Lakini wamesababishwa na kuonyesha kanuni za rohoni. Wana wa Israeli waliyajua matendo ya Mungu. Musa alizijua njia za Bwana. Hapa na kufundisha njia za Bwana. Ni ufanye nini, kitokee nini na kivipi. Wale wengine wanajua tu matukio, wanajua tu matendo ya Mungu. Lakini Musa anajua ni ile bahari ilivyogawanyika, si nilienda kuomba na malaika akaigawa, malaika akageuka kwa upepo akaigawa bahari. Musa anajua hiyo sasa. Anajua nienda kumwambia Mungu akamtuma malaika wake, malaika Mikaeli akageuka kwa upepo. Ukaja upepo mkali ukaigawa bahari ya Shamu. Hizi ni njia. Lakini wana zaidi wanajituma, wanaona tu bahari imegawanyika. Nchi kavu, twendeni tunapita. Wanajua matendo ya Mungu. Mimi nakufundisha njia za Bwana. Ufanye nini? Kitokee nini? Na kivipi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hiyo? Na haya ukijua njia ya Bwana inakuongezea ujasiri.
ujasiri wa kufanya. Unakuwa ufanye kwa wasiwasi, ufanye kwa kubabaisha, unafanya ukiwa na uhakika. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Yeremia 10:23, Bwana, najua ya kuwa njia ya mwanadamu haimo katika nafsi yake, kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu. Maandiko yanasema njia za mtu hazimo kwenye nafsi yake, kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu. Ina maana binadamu wote hapa duniani tunaongozwa kutokea rohoni. Ama unaongozwa na Bwana au unaongozwa na shetani, lakini binadamu wote tunaongozwa kutokea rohoni. Kwa hiyo kama binadamu tunaongozwa, ina maana Mungu anaweza akawafanya watu, akawaongoza watu kuja kununua bidhaa, kwa sababu wao umewapa watu pesa. Ukiwapa watu pesa, Mungu ataongoza hatua za watu kuja dukani kwako. Bwana Yesu asiwe. Watu wengi ni mashetani anawaongoza kwenda kununua kwenye maduka ya watu wa dunia. Unaona, ni watu unaongozwa. Binadamu hawezi kujiongoza mwenyewe kwenye ulimwengu wa roho. Njia za mtu hazimo katika nafsi yake, kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu. Hiyo ni Yeremia 10:23. Ina maana sisi wote tunaongozwa kutokea kwenye ulimwengu wa roho. Wote wanaoongozwa na Bwana, hao ndio wana wa Mungu. Ina maana sisi tunaongozwa, hatua za mwenye haki huongozwa na Bwana. Ina maana sisi binadamu tunaongozwa. Kwa hiyo ukifanya tendo la kuwapa watu pesa, Mungu atawaongoza watu, atawaendesha watu, atawavuta watu wakuletee pesa. Ama watakuja kununua vitu kwenye biashara yako, au bosi atakupandisha cheo kama umeajiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko pia anasema katika Yohana 6:44, Yesu anasema hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba. Yaani hakuna mtu anaweza kukuletea pesa mpaka Mungu amvute. Hakuna mtu anaweza kuja kwako asipovutwa na Baba. Ina maana Mungu atawavuta watu waje wakuletee pesa. Ukitoa tu pesa, na kuonyesha kinachofanyika baada ya wewe kutoa pesa. Ukitoa pesa kwa hapa watu, Mungu anawavuta watu wakuletee pesa nyingi kuliko ile uliotoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kuangalia kwa mifano, labda utaelewa zaidi. Kwa mifano labda utaelewa zaidi kwa mifano. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa kwanza 17:8, imeandikwa hivi: neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Serapta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Mungu anamwambia Elia, nenda Serapta, nimemwagiza mwanamke mjane wa kule akulishe. Yaani kifupi chake ni kwamba nenda Serapta, nimemwagiza mwanamke mjane kule akupe hela ya chakula. Kumbe Mungu ana uwezo kumwagiza mtu akupe. Ndio maana nakwambia hivi, ondoa wasiwasi wa kumpa mtu pesa. Biblia inasema mwapeni watu vitu nanyi mtapewa. Kipimo cha kujala kujuliwa ndicho watu. Pesa unayohitaji wewe haipo mbinguni, ipo kwenye mikono ya watu. Mungu atawafanya watu wakupe pesa. Yale unayopenda utendewe na watu, anza wewe kuwatendea. Wape watu pesa. Ukiwapa pesa, Mungu atawafanya. Hapa mahali wanasema hivi, Mungu anamwambia Elia, nenda Serapta, nimemwagiza mwanamke mjane kule akulishe. Ni kama kusema nimemwagiza mwanamke mjane akupe hela chakula kwa miaka 3.5. Utaishi kule unakula, yeye ndo anakupa. Nimemwagiza. Maana Mungu anaweza kumwagiza mtu aje kununua kwenye biashara yako. Ukitoa pesa kwa hapa watu, Mungu anawaagiza wateja wote wa mtaa, mtaenda kununua bidhaa kwa fulani. Wanaagizwa. Binadamu tunaongozwa kutokea kwenye ulimwengu wa roho. Njia za mtu hazimo kwenye nafsi yake. Ni aidha anaongozwa na Mungu au anaongozwa na shetani. Mungu akinyamaza, unaongozwa na shetani. Lakini Mungu akikuongoza, mapepo hayana nguvu tena. Yeye ndio final say. Akisema haya, wote kununua bidhaa kwa fulani, mnaenda kununua wote kwa fulani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kuonyesha kwamba hivi vitu ni halisi kabisa. Ni halisi kabisa. Hapa nakuonyesha mfano wa mtu
na huyu mama akamlisha Elia kwa miaka 3.5 kwa kuagizwa. Biblia ya Kiingereza inasema he commanded, alimwamrisha, sio kwa kuomba, yani sio hiari. Unashangaa unaenda tu kwa, lakini hujui kwa huko unabidia kufanya kitu, lakini hujui kwa nini. Unabidia kumsaidia mtu, lakini hujui kwa nini. Sio ndugu yako, sio jirani yako, umekutana tu ghafla, lakini unabidia kumsaidia. Umeamrishwa, umevutwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kuonyesha mifano halisi. Kitabu cha Kutoka 12:35-36. Kutoka 12:36. Kitabu cha Kutoka kitabu cha Kutoka 12:35-36. Maandiko yanasema hivi: wana wa Israeli wakafanya kama neno lile la Musa, wakataka kwa Wamisri vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi. Bwana akawajalia kupendelewa na Wamisri, hata wakawateka kila walichokitaka. Yaani wana wa Israeli wamekaa utumwani Misri wa miaka 400. Musa akamwambia siku ya kuondoka, mwende mkatake vitu kwa Wamisri. Biblia inasema Bwana akawajalia kupendelewa. Kumbe Mungu aliwaamuru wa Misri wawape kila wanachotaka wale, kama alivyomwamuru mwanamke mjane wa Serapta amlishe Elia. Kumbe Mungu aliwaamuru wa Misri na wenyewe wapeni Israeli kila wanachotaka. Kwa hiyo Waisraeli wakienda kuomba dhahabu, wa Misri wanawapa tu. Maandiko yanasema Israeli wakawateka wa Misri, wakatoka na dhahabu nyingi, wakatoka na mali nyingi. Kwa nini? Bwana amewapa kupendelewa. Mungu anaweza kufanya biashara yako ikapendelewa na wateja wote wa mji. Bwana Yesu asifiwe. Na kuonyesha namna ambavyo Mungu anafanya baada ya wewe kuwapa watu fedha. Mungu ana uwezo huo. Ni wewe tu, imani yako ni wewe tu. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe tu unaogopa kuchukua hatua. Wape watu fedha.